Bismillahirrahmanirrahim. Tunaendelea na darasa ya 3 ikiwa ni mwendelezo wa somo letu la nahau, na pale tulipoishia tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na vitendo vilivyopita kama mwanzo kabisa darasa tulivyoanza, na darasa ya 3 vile vile inaelezea kuhusiana na fi'lul madhi kadhalika. Adarsu thalithu, somo la 3, basmaltu fi'lu madhin mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni al-aridhi. Kitendo basmaltu ndio kitendo tunachoanza nacho, na basmaltu i'rabu yake utasema fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni al-aridhi. Ni kitendo cha madhi mabniyun, kimejengwa ala fathati muqaddara, kwa fatha yenye kukadiriwa, lisukuni al-aridhi, kwa sababu ya sekni yenye kuzuka. Asili ya kitendo ilikuwa ni basmala tu, lamu ilikuwa na fatha, lakini kwa kuwa imeingia te ndio tutaizusha sekne katika lamu, ndio lisukuni la aridh, kwa sababu ya sekne yenye kuzuka. Imezuka sekne ni kwa sababu ya hiyo te iliyoingia kwenye kitendo. Asili ilikuwa ni basmala watau, na hii te iliyoingia mpaka ikazusha kitendo kikawa na sakin, dhamirul mutakallimi, ni dhamiri ya mtu anayezungumza. Ikiwa mimi nazungumza, kukizungumza kitendo nimekifanya wakati uliopita, nitaitumia hiyo te, kwa maana basmaltu, nimesoma bismillahi mimi, sababu ni dhamiri ya mutakallimi, dhamiri ya mwenye kuzungumza, kukizungumza hicho kitendo. Mabniyun, imejengwa hiyo dhamiri ala dhamma wa dhamma, kama tunavyoona hiyo dhamiri na dhamma, na milele milele na milele itakuwa na dhamma ikiwa utaizungumza wewe kama wewe kwa kitendo cha muda uliopita. Failu, hiyo dhamiri ya te ya dhamma ndiyo faili aliyofanya kitendo cha kusoma bismillah, kwa maana mimi nimesoma bismillah. Kitendo cha pili ni basmalta, au hali ya pili ya kitendo ni basmalta. Vile vile tutasema ni fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni al-aridhi. Kitendo cha madhi kilichopita kimejengwa kwa fataha yenye kukadiriwa kwa sababu ya sekni yenye kuzuka. Watau, na yote hiyo katika basmalta, yote hiyo iliyozusha kufanya kitendo kikatiwa sakin baada ya fatha, yote dhamirul mukhatabi, ni dhamiri ya mwenye kuzungumzishwa, tena ni mwanaume. Ukimzungumzisha mwanaume, kitendo kilichopita ni lazima utaiweka hiyo te katika kitendo chako na kusema basmalta, tena mabniyun ala fathatin, ala mabniyun ala al-fathati. Hiyo te imejengwa kwa fataha, kwa maana milele utaiona hiyo te ina fatha kama tunavyoiona basmalta. Popote itakapokuwa milele na milele, lazima ukimzungumzisha mwanaume wakati uliopita, hiyo te utaitia fatha. Failu ndio aliyofanya kitendo, huyo te wa fatha aliyefanya hichi kitendo cha kusoma bismillah. Nimesoma, umesoma wewe mwanaume bismillah. Kitendo chingine cha tatu au hali ya tatu ya kitendo ni basmalti. Basmalti fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni al-aridhi. Kitendo cha madhi kilichopita mabniyu, kimejengwa ala fathati muqaddara, kufuata inakadiriwa, lisukuni al-aridhi, kwa sababu ya sekni yenye kuzuka. Imezuka sekni katika lam, asili ilikuwa ni basmalati, sekni imezuka ni kwa sababu ya yote yenye kisra. Watau, na hite iliyofanya mpaka kitendo kisiwe na fatha kiwe na sakin, dhamirul mukhatabati, ni dhamiri ya mwanamke anayezungumzishwa. Ukimzungumzisha mwanamke wakati uliopita, ni lazima utaegemeza kitendo chako na te yenye kisra kama tunavyoona. Kitendo kilikuwa ni basmala, utasema basmalti. Bila shaka utakuwa unamzungumzisha mwanamke baada ya kutengeneza katika formula hiyo. Mabniyun ala al-kasra, hiyo basi hiyo te hiyo ya kisra, hiyo te imejengwa kwa kasra kama tunavyoiona. Milele ukitaka kutengemeza kitendo chako kumzungumzisha mwanamke wakati uliopita, wewe utatumia te yenye kisra kama tunavyoona. Failu, hiyo te au hiyo dhamiri ya te ndio faili aliyofanya hicho kitendo cha kusoma bismillah, kwa maana basmalti, wewe mwanamke umesoma bismillah. Kadhalika tunaona kitendo chingine kinasomeka basmal na
Kwa vitendo hivi vitatu vya juu, basmaltu, basmalta, basmalti, tunaona kwamba kumbe ukiweka te ya dhamma unajizungumzisha mwenyewe, mimi nimesoma. Ukiweka te ya fatha unamzungumzisha mwanaume mmoja, wewe mwanaume umesoma bismillah. Ukiweka te ya kisra unamzungumzisha mwanamke, wewe mwanamke umesoma bismillah. Kitendo chingine ni basmalna, basmalna. Basmalna fi'labu yake ni fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni la aridhi, ni kitendo kilichopita kimejengwa kwa fataha yenye kukadiriwa kwa sababu ya sekne iliyozuka. Imezuka sekne kwa sababu hicho kitendo kimeungana na hiyo nuni hiyo ya alifu. Kama tunavyoona asili ya kitendo kilikuwa ni basmala, lakini baada ya kuungana na basi bila shaka kitendo hicho utakitia sakin. Na hiyo nayo iliyosababisha kitendo kiwe na sekne, basmal dhamirul mutakallimi, ni dhamiri ya mtu anayezungumza. Mimi nikizungumza inanihusu hiyo na wama ghairu, na aliyekuwa pamoja naye mtu mwingine. Kwa maana mimi nazungumza nikiwa na mtu mwingine, nikiwa ninazungumza peke yangu kitendo kinakuwa ni basmal tu, lakini tukiwa tunazungumza wawili, tumesoma sisi bismillah, ni lazima utaweka hiyo na hapa sasa, hata kama wakiwa wawili, watatu, wanne, utatumia hiyo basmalna, tumesoma bismillah. Mabniyun ala sukuni, hiyo na hiyo imejengwa kwa sakin, kwa maana alifu hiyo tunaona mwisho katika alifu hakuna fata, hakuna kisa wala dhumma. Alifu ikiwa haina shakili hizo tatu hizo, fata, kisa, dhumma, hiyo alifu tunaihukumu kwamba ina sakin. Kwa maana tukasema hii na imejengwa kwa sakin, ina sekne hii na alifu ina sakin, kwa hiyo mabniyu ala sukuni. Failu ndio mfanyaji wa hichi kitendo cha basmal, nimesoma hii basmal na tumesoma sisi bismillah. Kwa na hii ndio watendaji wa kitendo cha tumesoma. Kitendo chingine ni basmala. Basmala irabu yake utasema ni fi'lu madhi mabniyun ala fathatin dhahira. Basmala ni kitendo kilichopita kimejengwa kwa fataha iliyokuwa wazi. Tunaona mwisho wa lam kuna fatha katika la basmala, mwisho wa lam kuna fatha. Wal alif, na alifu hii fa'ilu, tunasema ni mfanyaji, kwa maana hii alifu ndio waliofanya hichi kitendo cha kusoma bismillah. Kwa maana hii kitendo basmala tunaona mwisho katika lam kuna fatha, na hii alifu ndio wamefanya hichi kitendo, kwa maana faili waliofanya hichi kitendo, kuonesha kwamba hii alifu kitendo hichi kimefanywa na watu wawili, kwa sababu alifu siku zote huwa inajulisha kwamba hichi kitendo kimefanywa na watu wawili. Kwa kitendo hiki kimefanywa na watu wawili, kuzingatia kwamba mwisho wa kitendo basmala imeongezeka alifu, na tafsiri yake kwa maana wao wawili wanaume wamesoma bismillah, kwa sababu ndio la alifu ni faili wa hivyo kitendo cha basmala. Kwa hiyo wamesoma bismillah wawili wao wanaume. Kitendo chingine ni basmalu. Basmalu fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara. Hichi kitendo hichi cha madhi hichi cha basmalu ni kitendo cha madhi kimejengwa kwa fataha yenye kukadiriwa. Imekadiriwa fataha kwa sababu asili ilikuwa ni basmala. Kwa nini imekuwa basmalu? Lamu itiwe fataha, baada ya kuwa lamu inatakiwa itiwe na dhamma, iwe na dhamma. Kwa nini? Tunaambiwa sababu ya kufanya ilamu isiwe na fatha iwe na dhamma, lihalakati almunasaba, kwa sababu ya halaka inayoendana na wau. Tunaona hapo mbele kuna wau ina sakin, na siku zote katika kaida inasema kwamba wau ikiwa na sakin basi lazima herufi ya nyuma iwe na dhamma. Ye ikiwa na sakin lazima herufi ya nyuma iwe na kisra. Alifu ikiwa na sakin lazima herufi ya nyuma iwe na fatha. Mfano ukasema na, hapa tumefuta hii nuni na, sababu mbele kuna alifu na alifu hii ina sakin, ndio maana nyuma hii nuni tukaitia fatha kusema na. Vile vile ukisema mfano dhu, wao mbele ina sakin, lazima idhali tutaitia dhamma, ndio maana tukasema dhu. Kadhalika dhi, yeye mbele kuna yeye na sakin, yeye na sakin imesababisha idhal iwe na kisa, tukasema dhi kadhalika. Sasa ndio maana hii kwenye basmalu
tukaona kwamba fatha yake tunakadiria kwa sababu ya halaka almunasaba inayoendana na wau iliyo mbele. Wau ya sekine, herufi ya nyuma ni lazima itatiwa dhamma, ndio maana kitendo tukakisoma basmalu. Walwau, na hii wau hii iliyosababisha kitendo kiwe na dhamma, dhamiru jam'i, ni dhamiri ya wanaume wengi waliofanya kitendo. Failu ndio faili, wafanyaji wa hichi kitendo. Kwa maana yake kwamba kitendo hiki kitatuonesha kwamba waliokifanya ni wengi wanaume. Wao wanaume wamesoma bismillah. Failu ndio faili hiyo wao, kwa maana wao ndio faili, kwa maana wao wanaume ndio wamefanya kitendo cha kusoma bismillah, kuzingatia mwisho wa kitendo kuna hiyo wao. Kadhalika tunakutana na kitendo kingine cha basmaltuma. Basmaltuma, hii basmaltuma tasema ni fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni al-aridhi, ni kitendo cha madhi kilichopita kimejengwa kwa fataha yenye kukadiriwa kwa sababu ya sakini yenye kuzuka. Watau, na hiyo te tunaiona kwenye basmaltu, hiyo te hiyo dhamirul mukhatabaini, ni dhamiri ya wanaume watu wawili wanaozungumzishwa. Ikiwa watu wawili wanazungumzishwa, kitendo kinatengenezwa katika namna hii, basmaltuma. Mabniyun ala fathati muqaddara watau dhamirul mukhatabaini, afwan, watau na ite ni dhamiri ya wanaume wawili wanaozungumzishwa. Wakizungumzishwa wawili wakati uliopita, kitendo kinatumika hivi. Failu ambaye te hapa ndio atakuwa ni mwenye kufanya hichi kitendo, kwa maana wamefanya kitendo hichi wawili wanaozungumzishwa. Nyinyi mumesoma, unawazungumzisha wawili kwamba wao wamesoma bismillah, nyinyi mumesoma bismillah. Walmimu, na hiyo mimu hiyo kwenye basmaltuma, hiyo mimu harfu imadi, ni herufi ya nguzo. Tutajua kwa nini ni herufi ya nguzo, kwa nini ni herufi ya nguzo tutafahamu. Wal alifu, na hiyo alifu hiyo harfu ni herufi ambayo dalun ala tathniya, inajulisha uwili, kwa maana inajulisha kwamba hichi kitendo kimefanywa na watu wawili, hiyo alifu. Tukirudi katika hii mimu inayosema kwamba mimu ni harfu imadi, ni herufi ya nguzo, ina maana ya kwamba imewekwa mimu ili ipatikane kutamkika alifu, kwa sababu alifu inajulisha kwamba kitendo kimefanywa na wawili wanaozungumzishwa. Sasa ikiwa alifu inajulisha hilo, kama hakukuwa na hii mimu, manake hii alifu itabaki kuwa na sakin, na herufi ikiwa na sakin, kwa maana haitoweza kutoa sauti, kwa hatutoweza kupata kuitamka hii alifu. Kutamka harifu tutaitamkaje? Ni pale ambapo tutakapokuwa tumeiweka mimu kusimamisha alifu iweze kutamkika. Ndiyo maana ya herufi ya nguzo. Hiyo ndiyo maalumu kwa ajili ya kutamkisha hii alifu. Pasina kuwekwa hii mimu, maana yake alifu haitoweza kutamkika kwa sababu ina sakin. Na herufi iliyotiwa sakin, hiyo herufi mara zote huwa haiwezi kutoa sauti. Hiyo ndiyo maana ya hii mimu kuitwa ni kwamba harfu imadi, ni herufi ya nguzo, imekuja kuitia nguzo alifu iweze kupata kutamkika. Taban, tunaendelea na kitendo chingine kinasomeka basmaltum. Basmaltum tunasema ni fi'lu madhi mabniyun ala fathati muqaddara lisukuni al-aridh. Basmaltum ni kitendo kilichopita kimejengwa kwa fataha yenye kukadiriwa kwa sababu ya sakini yenye kuzuka. Te imefanya lamu hii iwe na sakini isiwe na fatha. Watau, na hiyo te iliyofanya lamu iwe na sakini isiwe na fatha, dhamirul mukhatabina, ni dhamiri ya wanaozungumzishwa, wanaume wengi. Wanaume wengi ukiwazungumzisha ni lazima kitendo chako utakitengeneza hivi. Wa failu ndio mfanyaji, failu ndio huyo te aliyefanya hichi kitendo, ambaye amefanya nani? Wengi wanaume wanaozungumzishwa. Walmim, na hiyo mimu tunayoiona katika kitendo, alama tujami dhukuri, ni alama ya wanaume wengi, kwa maana mimu inatuonyesha kwamba waliozungumzishwa hapa ni wanaume wengi. Kuzingatia hiyo mimu kwamba ni alama tujami adhukuri. Kitendo chengine ni basmaltunna. Basmaltunna vile vile tukumbushane, hii mimu hii tumesema ni alama ya wanaume wengi wanaozungumzishwa. Kwa maana ukitoa mimu bila shaka kitendo kinarudi katika basmaltu, na basmaltu ni mwanzo wa somo kusema kwamba hii sasa itakuhusu wewe unayezungumza, nimesoma mimi. Lakini ukiweka mimu tayari unawazungumzisha wanaume wengi.
Kitendo chingine ni basmaltunna, fi'lu madhi mabniyun ala fathati mukaddara lisukuni al-arid. Hii fi'lu madhi mabniyun ala fathati mukaddara ni kitendo cha madhi kilichopita kimejengwa kwa fatha yenye kukadiriwa, lisukuni al-arid ni kwa sababu ya sekni yenye kuzuka, watau na hii te hii katika basmaltunna, te hii katika te yenye dhamma, dhamirul mukhatabat ni dhamiri ya wanawake wengi wanaozungumzishwa. Ukiwazungumzisha wanawake wengi utatumia te hii na kitendo kitakuwa katika namna hii. Failu, huyu te huyu ndio faili aliyofanya hichi kitendo. Kwa maana nani? Wanawake wengi unaowazungumzisha ndio waliofanya hichi kitendo. Wanun, na hii nuni hii tunayoiona ya shadda, alama tujami niswa, ni alama ya wanawake wengi. Kwa maana waliokifanya kitendo hiki ni wanawake wengi ndio wamefanya hichi kitendo. Tena unawazungumzisha nyinyi wanawake wengi mumesoma bismillah wakati uliopita. Taban, kitendo chingine ni basmalat. Basmalat kwa te seki. Basmalat tasema ni fi'lu madhi mabniyun ala fathatin dhahira. Hichi ni kitendo cha kilichopita kimejengwa kwa fataha ya wazi. Tunaona basmala mwisho kwenye lam kuna fatha, fatha yake ni ya wazi. Watau, na hii te hii tunayoiona mwisho ya second itakuwa ni alama tutanith, ni alama ya kike, kwa maana inaonyesha kwamba kitendo hichi kimefanywa na mwanamke. Kitendo kikifanywa na mwanamke yeye, basi kitendo hiko kitabeba alama ya kike, hiyo ni te. Kwa maana mfano qalat, amesema mwanamke, kwa kuzingatia mwisho wa kitendo kuna te yenye sakin. Kwa hiyo hii ni alama ya kuonesha kwamba kitendo hiki basmalat kimefanywa na mwanamke, yeye mwanamke amesoma bismillah. Kitendo chingine ni basmalata, fi'lu madhin mabniyun ala fathatin dhahira. Hichi ni kitendo cha madhi kilichopita kimejengwa kwa fataha ya wazi. Watau, na hii te hii tulioiona katika basmalata, alama tutanith, ni ile alama ya kike tuliyotoka kuisoma hivi punde katika kitendo cha basmalat, ndio ile. Sheikh anaendelea kusema wa hurrikat bil fatha, imetiwa halaka ya fatha. Ite hii imetiwa halaka ya fatha lil alif allati baada, kwa sababu ya alifu ambayo ipo baada ya hiyo te. Kwa maana hii alifu hii iliyokuja baada ya hii te ndio iliyosababisha kitendo hichi kitiwe fatha. Kwa maana ukitoa alifu kitendo hiki kitarudi katika hali ya kuwa na sakin, basmalat. Lakini ukiweka alifu kwenye hichi kitendo, bila shaka hichi kitendo tayari kitakuwa kinajulisha kwamba kimefanywa na watu wawili, tena wanawake, kwa kuzingatia kuona hii te hii iliyokuja kabla ya hii alifu. Wal alifu, na alifu hii katika basmalata hii tunasema ni fa'ilu, ndio waliofanya hichi kitendo cha kusoma bismillah. Tukiendelea na kitendo chengine tunakutana na kitendo kinasomeka basmalna. Basmalna, basmalna fi'lu madhi mabniyun ala fathatin muqaddara. Basmalna tasema ni kitendo cha madhi kimejengwa kwa fataha yenye kukadiriwa, lisukuni al-aridh, kwa sababu ya sekni yenye kuzuka. Wanunu, na hiyo nuni hiyo tunayoiona katika basmalna, dhamiru jam'i niswa, ni dhamiri ya wanawake wengi. Namalizia, ni dhamiri ya wanawake wengi, kwa maana wamekifanya wanawake wengi kitendo hiki. Ndio maana tukaona mwisho wa hicho kitendo cha basmal tunaona kuna na, yona ndio dhamiri ya waliofanya kitendo hiki ni wanawake wengi. Mabniyun ala al-fathati, kitendo hiki kimejengwa, hii dhamiri hii ya na ambayo imefanywa na ni dhamiri ya wanawake wengi, imejengwa hii dhamiri kwa fatha. Fa'ilu, tunajulisha kwamba hii ndio faili waliofanya hichi kitendo, kwa maana nuni ni faili waliofanya kitendo hiki, na kwa kuwa nuni ni faili inatuwekea wazi kwamba hichi kitendo kimefanywa na wanawake wengi, kwa sababu nuni ni dhamiru jam'i niswa, ni dhamiri ya wanawake wengi. Hapa tumefikia mwisho wa darasa yetu ya 3. Inshallah, Mungu akitupa taufiki tutaendelea pale tulipoishia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.